Matukio kama haya hatutaki yajirudie tena. Kuna kamchezo hapa, hasa hapa utaona wanazunguka kidogo makoko pale, walipita pita wakataka kutupa doa kwenye nini, mashine, na ile mashine tukaikamata. Ni hao na mtandao huo. Sasa kwa sababu vyombo vinaendelea, acha na siku ambayo wanakwenda mahakamani, na wengine wakifika hapo mtashangaa huyu naye yumo, lakini kwa sasa hivi hatutaki kuwazungumza. Acha vyombo viendelee. Walioiba sio wananchi, walioiba ni wezi, na jambo lipo kwenye vyombo vya dola linafuatiliwa. Nilipokea ombi lake, na mimi kama mbunge, kwa kuwa kazi yangu ni kuwatumikia wananchi, niliweza kupiga simu kwa katibu mkuu Wizara ya Afya na nikamuomba ambulance. Jimbo letu ni kubwa na tuna mapungufu makubwa sana ya ambulance. Kwa hiyo tukipata ambulance kama 5 zitasaidia, kwa sababu mji wetu mzunguko ni mkubwa. Wagonjwa wanapata shida sana ili waende kwangu. Tunamshukuru sana mbunge kutuletea hii moja, lakini ambulance bado haitoshi. Tunaiomba serikali tufikirie tena iweze kutongoza ambulance. Uhitaji sasa wa ambulance katika manispaa yetu naamini utakuwa umekidhi kwa kiasi fulani, japokuwa uhitaji bado upo. Nadhani kwamba tukipata ambulance aidha 6, 5 zitakidhi, japokuwa tuna zahanati nyingi, wahitaji ni wengi. Tuna vituo vinavyotoa huduma 13 vya serikali, lakini kati ya hivyo vituo 5 tunafanya huduma za upasuaji. Hivyo ikitokea sehemu 2 tofauti kwa muda mmoja wanahitaji gari, ilikuwa ni changamoto kubwa kuamua ni mgonjwa yupi wa kwanza kumfuata na yupi utamfuata, na matokeo yake tunaweza kusababisha matatizo mengine kwa wagonjwa.